Mimi nimepita hapa nikakuta mti umeangukia gari kwa sababu ulikuwa umenyesha mvua kubwa ya upepo. Tulikuwa kwenye foleni. Sasa kufika hapa tukasimama foleni, tukasikia mtu umeanguka juu ya gari. Kwa hiyo namshukuru Mungu tumetoka salama, wote tu wazima. Jambo la kumshukuru Mungu kwa hali kama hii. Mtazamaji, leo ni tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hapa ni katika maeneo ya Shamsi jijini Arusha ambako mvua kubwa imenyesha mchana huu, lakini mvua hii imesababisha mti ambao ulikuwa pembezoni ya barabara kudondokea gari aina ya RAV4 ambayo ilikuwa kwenye foleni ikipita maeneo haya. Lakini baadhi ya wananchi wakamsaidia mzee huyo kumtoa ndani ya gari, vile vile na kukata mti huo na kusogeza baadhi ya matawi ili gari hiyo itolewe. Hakuna madhara yoyote ya kibinadamu ambayo yamejitokeza, lakini gari hiyo imepasuka tu kioo. Lakini pamoja na hayo, wananchi wametoa ushauri kwamba ni vema kukafanyika uchunguzi na tathmini zaidi ya miti hii ambayo iko pembezoni mwa barabara. Pamoja na hayo, mpaka sasa mti huo haujasogezwa katikati ya barabara ili kuendelea kupisha shughuli za magari mengine ziendelee. Lakini vile vile magari ambayo yanapita kama unavyoona yanapita pembezoni kwa sababu mti huo bado haujaondoka. Mti huo utakapoondolewa, basi hali ya kawaida itarejea, hasa katika barabara hii ya kuelekea Mbauda Kisongo. Naitwa Jonas Mochiwa, kazi wa Ngulelo. Kweli tulikuwa kwenye foleni. Sasa kufika hapa tukasimama foleni, tukasikia mtu umeanguka juu ya gari. Kwa hiyo namshukuru Mungu tumetoka salama, wote tu wazima. Jambo la kumshukuru Mungu kwa hali kama hii. Natoka hapa kwa fundi garage naenda Nyanzini. Kwa kweli ni mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Gari mwambia kiasi gani? Ni kioo cha juu tu kimevunjika basi. Tunahitaji kivuli na mvua kwa ajili ya upepo ndio ilikuwa shida. Ilikuwa ni foleni. Kwa hiyo tumesimama, ilikuwa na ice mbele. Kwa hiyo tuliposimama ndio binadamu lazima upate hofu. Binadamu yote lazima upate hofu. Kwa kile kishindo na nini lazima upate hofu. Sijapata kuona kwamba ni vijana wa karimu wamejitolea kwa nguvu zao, japo kulikuwa kuna mvua, tumeloa wote, lakini nashukuru Mungu. Vijana wako makini. Nashukuru vijana wetu wa Nganaro hapa kwa sababu walijitolea kuanzia mwanzo mpaka tulipomalizia shughuli hapa. Gari ilikuwa inapita, kwa bahati mbaya ndio hivyo mti ukaanguka, mwisho wa siku ndio kimetokea hichi kilichotokea. Alikuwa anapita tu, mvua ilikuwa inanyesha na upepo ulikuwa mkali, ndio kilichotokea sasa. Yaani kwa ajili ya ule upepo ndio umeangusha mti. Tunashukuru Mwenyezi Mungu hakuna aliyeumia. Isipokuwa rufu tu ndio kama mnavyoona imevunjika. Miti ya barabarani ni kwamba wanaotesha katika hali ambayo inakuwa haina, yani mizizi haiwezi kuingia ndani. Kwa hiyo sasa inakuwa haina muhimili. Isa Huseni ni mkazi wa Arusha, ila mimi nachoomba serikali hii miti ya barabarani waitoe kwa sababu italeta maafa makubwa. Maana kama jinsi tulivyoona kama hivi inakuwa sio ungwana, yani sio vizuri. Hii miti ingetakiwa hata waeke pembezoni kidogo mwa barabara, kwa sababu inaweza katokea maafa makubwa zaidi ya haya. Leo ndo kama hivyo tulivyoona, upepo ulikuwa mkali, mvua nyingi. Basi mimi nashukuru kwa imani ya Mwenyezi Mungu. Basi inshallah ingetokea usingekuwa maafa makubwa sana, maana watu ndo kama hivyo jinsi mlivyoona. Ndugu zangu, watu wangepata riziki pia. Uwezi jua hapa ni mjini baba, kuna vibaka, kuna nini, kuna wengine sio wema, japokuwa mwezi mtukufu, lakini kuna wengine sio wema. Mtu anaweza kufanya kinyume na kadi na kama hivyo. Mimi naitwa Juma Luziga, nafanya kazi hapo ya kutengeneza beti. Huyu mzee alikuwa anapita na gari yake, ikaja mvua ya upepo, tukaona ghafla mti umemdondokea akawa pale. Unaona? Baada ya kuwa umedondoka ule mti, ikabidi aje pale ofisini kuomba msaada hata wa mwamvuli ili kumtoa mzee kwenye gari. Kwa hiyo ikawa amehangaika hivyo, mwisho mzee ikabidi atoke kwenye gari pale. Ndio tumejitolea kama wananchi kumtoa mzee, kama ndo hali unavyoiona hapa sasa hivi. Mzee ametoka, tunashukuru ni mzima. Labda mimi kusema, labda nilikuwa naishauri serikali iende naangalia ile miti ambayo haina nguvu. Itapotokea upepo kama huu inaweza ikadondoka ikaleta madhara, ili iweze kukatwa iondolewe. Hapa imeleta usumbufu baada ya kuwa imedondoka huu mti barabarani.
ikaonekana msongamano wa magari umeanza sasa, magari yakawa yanapita kwa kupishana.